Yes, bado moja kati ya story ambayo this time around amekuwa inazungumzwa sehemu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Haji Sande Manara pamoja na mpenzi wake, mke wake ambaye ni Zailisa. Sasa ishi kubwa ambayo inatajwa ni kwamba baada ya kila mmoja pande zote mbili, kwa upande wa Zailisa akizungumza mabaya ambayo yalikuwa yanafanyika nyumbani kwake kipindi ama dhama ambazo alikuwa anaishi na Haji Sande Manara. Sasa kwa upande wa Zailisa amezungumza kwamba the way ambavyo binti yake alikuwa anarubuniwa na Haji Sande Manara ambaye ni mume wake kwa vishiringi kwa 50,000 ambazo alikuwa anamtumia mtoto kipindi yupo shuleni. Kwa hiyo ni kashfa ama saga kubwa ambayo inaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa imeweza kuteke idwani pale Instagram na kwenye platform mbalimbali, ambapo inaonyesha kwamba Haji Sande Manara alikuwa anahitaji kutoka na mtoto wa Zailisa. So alikuwa anahitaji kula kuku na mayai yake. Kwa hiyo ni habari ambayo imekuwa inazungumzwa, na kwa upande wa Haji Sande Manara amezungumza kwamba yeye alikuwa hana nia mbaya ya kuweza kuachana na mke wake, kwa sababu alikuwa ni kama situation ambayo ipo nyuma ya uwezo wake. Kupitia ile story yake amezungumza kwamba kama kuonekana naacha wanawake kila siku, bora aweze kuonekana mbaya. Lakini pia Haji Manara amezungumza kwamba mama yake, baba yake na mtoto wake ni above everything, yani kwamba wapo juu zaidi ya chochote, yani kwamba anaweza kumwacha mtu ama kuachana na mapenzi ama mke wake endapo tu mtu ambaye ataweza kuanzisha chaos ama mgogoro na watu watatu ambao ameweza kuwataja. Haji Manara amemtaja baba yake, mama yake, lakini pia akamtaja mwanae ambaye inasemekana kwamba alikuwa ananyimwa chakula na Zailisa. Sasa Zailisa aliweza kwenda live na kuweza kumjibu Haji Sande Manara kwenye comment section na kumwambia kwamba hizi sio zama ambazo mtu anaweza akamnyima mtoto chakula, kwa sababu maisha ambayo alikuwa anaishi Zailisa nyumbani kwa Haji Manara, nasema kwamba vyakula vilikuwa vingi mpaka vingine vilikuwa vinagaragara. Kwa hiyo alikuwa sio sababu ya yeye kuweza kumnyima chakula mtoto wa Haji Sande Manara. Lakini pia baadhi ya mashabiki ambao wameweza kumpongeza Zailisa na kumwambia kwamba ni time ambayo yeye kuweza kumove on na kumwacha Haji Manara ambaye ana sifa mbaya ya kuacha wanawake kila mara. Kwa hiyo hii imekuwa ni sehemu ambayo Zailisa ameweza kupata massive support, lakini pia wapo ambao wameweza kumuita ama kumtag Duma Makabila ambayo kumwambia kwamba Zailisa ameweza kuachana na Haji Manara na waweze kurudiana, kwa sababu mara ya kwanza wawili hao walikuwa katika mahusiano, na this time around tumeona kwamba Zailisa ameweza kuachana na Haji Manara. Kwa hiyo ni issue ambayo iko very serious, very sensitive. Ni kwamba Haji Manara na Zailisa wameweza kuachana, na wapo ambao pia wanasubiria kuona kwamba je, Haji Manara ataweza kuitisha ile press conference na kuzungumzia kipi ama kini ambacho kilipelekea yeye kuweza kuachana na mpenzi wake huyu ambaye ni Zailisa. So guys, bye bye. Lakini pia niambie hapo chini kwenye comment section kwamba mwonaje na je kipi ambacho kimepelekea Haji Manara kuweza kuachana baada ya mvutano ambao unaendelea, na kuonekana kwamba Haji Manara anajitetea, lakini pia kwa upande wa Zailisa kuonekana kwamba naye pia anajitetea. So guys, bye bye. Lakini pia niambie hapo chini kwenye comment section kwamba mwonaje. Ciao.